wachezaji wenzake wao kama wachezaji wamejipanga vipi kuikabili timu ya Singida. Mohamed, karibu uzungumza na wanahabari. Asante. Za asubuhi wanahabari na Tanzania kwa ujumla. Sisi kama Young Africa, maandalizi ambayo tushapata kutoka kwa walimu wetu yamekwenda vizuri kabisa, na leo jioni tutakuwa na session ya mwisho kabla ya kuelekea katika mchezo wetu. Kwa ujumla maandalizi yatakuwa yamekamilika leo jioni kwa ajili ya mchezo na dhidi ya Singida. Na karibu sema swali kwa Mohamed Hussein. Ngoja kwanza. Endelea. Mohamed Hussein, wewe ni uzoefu mkubwa na ya mashindano na ushindani. Sasa hizi gap limepungua ni pointi 2. Yanga ina wachezaji wakubwa, lakini sasa pressure ni kubwa kutokana na wapinzani wenu. Ni kipi ambacho mmekizungumza nini kwa kama wachezaji kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kwenye mazoezi yenu ambacho unaweza kuambia mashabiki kwamba kitaenda kuwa tofauti na kuhakikisha ushindi katika mchezo wa kesho? Kama ulivyosema, gap ilikuwa la pointi 5, sasa hivi ilibaki la pointi 2. Nadhani kwa sisi kama wachezaji hii ni alarm ambayo tulipatiwa. Kwa hiyo tunatambua ugumu wa mechi ya kesho. Kwa hiyo kikubwa sisi maandalizi yetu ndio ambayo yanaweza kutupa pointi 3. Kwa hiyo swala la kwamba gap limepungua ni kweli, na hiyo ni kwa sisi kama wachezaji itatupa nafasi ya kujitafakari na kuhakikisha kwamba sasa hivi kila game ambayo iko mbele yetu tunafanya vizuri na tunapata alama 3 na kuelekea katika mbio za ubingwa na mwisho wa msimu tuweze kuwa mabingwa. Nataka tu nifahamu kitu kimoja. Mnapoelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Singida, nyinyi wachezaji wa Yanga mmeweza kuwapa hali gani baada ya kupoteza ule mchezo dhidi ya Dodoma Jiji? Lakini pia katika mchezo wa kesho una neno gani kwa mashabiki ambao wengine wamepoteza matumaini hata furaha kuhusiana na ule mchezo uliopita, lakini dhidi ya nyinyi wachezaji wengine mna neno gani na message gani kwa mashabiki wenu kutoka kwenu wachezaji? Kama nilivyosema awali kwamba mchezo wa kesho ni muhimu kwetu, na ukizingatia kwamba tulikuwa mbele kwa alama 5 dhidi ya mpinzani ambaye tunakimbizana naye, lakini sasa gap limepungua. Kwa hiyo tunatambua umuhimu wa mchezo wa kesho, lakini sisi kama wachezaji baada ya kupoteza ile game ya Dodoma, nafikiri nimesema hapa kwamba ilikuwa ni alarm kwetu. Kwa hiyo tunatambua kwamba sasa tunataka tukaze kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao uko mbele yetu tunafanya vizuri. Lakini pili, mashabiki wetu nadhani pia ni watu ambao wanatusupport sana, na hata mwalimu wetu kasema kwamba wao ndo wachezaji wa 12. Kwa hiyo tunaamini kwamba wataendelea kutusupport mpaka mwisho wa msimu na kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunapigania alama 3 katika kila mchezo na tuweze kufikia malengo ya timu. Nafikiri jukumu langu la kwanza ni kuhakikisha kwamba napata nafasi ya kucheza, lakini siwezi kupingana na injury inapotokea. Kwa hiyo nipo katika position hiyo ya maumivu, lakini naamini kabla ya ligi kuisha inshallah nitakuwa nimerejea kuhakikisha kwamba naipambania timu yangu na tunapata mafanikio kwa pamoja.